Mwanamke ustahili kuzaa watoto wote na mwanaume mmoja. At least jaribu uwezavyo utoke nje ya hiyo ndoa, mbali na huo ukoo, uzae mtoto mwingine mmoja ama wawili na bwana mwingine secretary. Hata wamama wetu wa kitambo, akina nyanya zetu, walikuwa wanakalishwa chini, wanakuwa advised. Wanaambiwa jaribu sana at least utoke nje ya hiyo ndoa yako, mbali na huo ukoo wa bwana yako, utafute mwanaume mwingine akuzalishe mtoto mmoja ama wawili. Kwa sababu gani? Kwa sababu labda huo ukoo wa bwana yako kuna laana ilikuwa imetupwa. Kuna cheni ya laana inaweza kuwa inafuata huo ukoo. Sasa ukizaa watoto wote kwa huyo bwana ama kwa huo ukoo, labda kunaweza kosa mtu mwenye atakuja kufanikiwa simply because kuna hiyo laana kwa hiyo familia. Sasa at least ukizaa mtoto mmoja nje ya hiyo ndoa, mbali na huo ukoo, anaweza kuja kuinua hiyo jamii ya bwana yako. Wengine wakishikwa na hiyo laana, labda kama ilikuwa huyu mwingine mmoja ama wawili wenye ulitoa nje ya ndoa, atakuja kufanikiwa. Hiyo laana haitamshika kwa sababu hiyo ni damu mwingine different. Wewe chunguza vizuri hata kwa kina baba yako. Waangalie vizuri uone kama hawa watu wanafanana. Kuna mmoja tofauti kitabia, tofauti kisura, tofauti kivyake. Hata kwa kina mama yako, angalia tu vizuri. Before ukuja hapa kunitusi, kaa chini na mzee wa kitambo ama nyanya wa kitambo, umuulize hii maneno ni ukweli, usikie vile atakwambia. Mwanamke ustahili kamwe kuzaa na mwanaume mmoja. Ustahili kuzaa na mwanaume mmoja. At least jaribu, kama wewe ni Mkisii, zaa na Mkikuyu. Kama wewe ni Mluya, zaa na Mmeru. Kama wewe ni Mjaluo, zaa hata na Mkuria. Huyo mtoto mmoja anaweza kuja kuinua hiyo familia. Labda kuna laana na tunajua laana zinakuanga. Nitusi utakavyo, lakini nimewaambia ukweli. Si mnaona? Wacha tuambiane ukweli. Wale watoto wenye wanatolewanga nje ya ndoa, ama wale watoto wenye mama aliolewa nao kuja kwa hiyo boma, in most cases ndio wanakuanga successful sana kuliko wale watoto wenye wamezaliwa hapo kwa hiyo boma. Tuambiane ukweli saa zingine, wacha kunitusi.